unaweza kutupa kidogo historia ya taasisi yenu kutoka mlipoanza mpaka taasisi yetu ya Kibong'oto rasmi ilianza mwaka 1926. Lakini kabla ya hapo ilikuwa ni kituo cha utafiti wa kahawa chini ya mkoloni Mjerumani. Na mnafahamu kwamba wakati Afrika inatawaliwa baada ya Berlin Conference, wale wakoloni hicho kituo cha kahawa utafiti wa kahawa kilikuwa wapi? Yani pale Kibong'oto haikuanza kama hospitali. Enzi za mkoloni ambaye alikuwa ni Mjerumani kabla Mwingereza hajaja, pale mkoloni alikuwa ameweka kituo cha kufanya utafiti wa kahawa. Wapi hapo? Pale Kibong'oto. Kwa hiyo ilikuwa ni wapi hapo? Kibong'oto. Iko wapi sasa hiyo? Iko wilaya ya Sia, mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Sia. Mkoa wa Kilimanjaro. Okay, perfect. Hapo ndio. Kwa hiyo tunafahamu tulivyokuwa Tanzania tulitawaliwa na Mjerumani, ambaye alikuwa anafanya tafiti kwa nchi za Afrika, kwa Kenya, milima ya Taveta kule. Ukija Kilimanjaro, mkoa wa Kagera na mkoa wa Mbeya ndio mikoa ilikuwa inalima kahawa. Kwa hiyo koloni la Mjerumani akaweka kituo pale cha kufanya utafiti wa kahawa. Lakini kadiri alivyoendelea na utafiti, bado alianza kuona kuna watu wanaumwa haya maradhi ambao walikuwa wameshagundua 1800 na tayari mtu tulishajua kwamba ugonjwa wa kifua kikuu upo. Okay. Kwa hiyo ilipofika mwaka 1926 akabadilisha shughuli mama ya kufanya utafiti wa kahawa, akaigeuza kuwa sanitarium. Kiswahili chake kama kakituo kadogo ka kutoa huduma za afya. Sanitarium. Lakini ilikuwa inahudumia wale watu wote walikuwa naumwa ambao walikuwa wako chini ya koloni la Mjerumani, ambao walikuwa wanafanya kazi kwa Mjerumani ambao kwenye mashamba, mahospitali, tunafahamu Mjerumani alikuwa na vitu vingi ambavyo alivyokuwa kwenye mashamba ya mkonge kule Tanga. Historia jamani, hapo mliokimbia darasani, shule leo imewafuata. Wakaendelea hivyo. Kwa hiyo wagonjwa wote walikuwa wanatoka nchi zote zilizokuwa koloni la Mjerumani wanakuja pale wakipata TB. Na ukienda pale utakuta tuna makaburi ya takriban eka 9 wa babu zetu waliozikwa pale, walikuwa kifa, mtu alikuwa arudishi nyumbani anazikwa pale. Kwa hiyo hospitali ikaendelea hivyo. Ilipofika mwaka 1952, serikali ya mkoloni, hapo bado tujapata uhuru, lakini tulikuwa tayari tuko chini ya Mwingereza, kwa sababu baada ya kupoteza Mjerumani alivyopoteza vita ya pili ya dunia, makoloni yake wakayagawana. Mnafahamu sisi tukawa chini ya koloni la Mwingereza, akawa anatulea, lakini akaendeleza kile kituo kama kutibu wagonjwa wa TB. Ilipofika mwaka 1952 ikawa rasmi ikawa TB Hospital. Kwa hiyo ikaendelea Kibong'oto TB Hospital. 1952. Baada ya kupata uhuru, wakoloni si wameondoka? Baada ya kupata uhuru, hospitali ikaendelea kutibu wagonjwa TB peke yake. Ikaendelea kutibu wagonjwa wa kifua kikuu, lakini ilipofika mwaka 72 73 serikali sasa tayari Rais ni Mwalimu Nyerere akaitangaza rasmi kuwa hii ndio hospitali ya taifa ya kifua kikuu. Kwa hiyo katoka kuwa TB Hospital ikaenda kuwa National TB Hospital. Nice. Ikaendelea kupewa majukumu ya kutibu kifua kikuu. Tunafahamu ilivyoanza miaka 90, 89 90 HIV kaingia, kwa hiyo tukapigwa na janga la HIV. Kwa hiyo sasa ikawa double burden. Tuna HIV, tuna TB, tukaanza kuona kesi za ugonjwa wa kifua kikuu zikaongezeka pia kwa sababu ya janga la HIV. Kwa hiyo tukaendelea hivyo. Ilipofika 2010 serikali hospitali kaipandisha hadhi kwamba iwe ni hospitali ya taifa ya magonjwa ya kuambukiza, ambayo kutokana na kwamba magonjwa yalikuwa yanalipuka mengi. Kwa hiyo sisi tukaendelea hivyo kuhudumia wagonjwa wa kifua kikuu cha kawaida cha miezi 6, lakini na ugonjwa wa kifua kikuu sugu ambayo inatibiwa kwa muda mrefu kidogo. 2005 CTC ndo Tanzania zikawa zinaingia kutoa huduma za HIV, kugawa dawa, na sisi tukawa sehemu ya kituo mojawapo cha kuhudumia wagonjwa. Lakini ilivyoenda wakati wa COVID tuliona gap lililokuwepo kwamba tukagundua Tanzania CDC, kama tunavyoona African CDC ni kituo cha umahiri cha kuweza kuliongoza taifa tunavyopata magonjwa haya milipuko au magonjwa haya ambayo ni pandemic potential. Kwa hiyo kuanzia 2010 serikali ikaona kwamba kuna haja sasa ya kujenga maabara ya kimataifa ili kuongeza uwezo wa kuweza kuchunguza haya magonjwa, lakini tayari taifa limeshaanza kujiona kwamba tujiwekee huko mbeleni tuweze kufanya kutoa hata chanjo wenyewe, kutengeneza chanjo. Tanzania tunatoa zaidi ya chanjo 15, lakini zote ni imported vaccine. Kwa hiyo kwa kuliona hilo, mnaweza mkaona sasa mchango wa Kibong'oto ambayo imeutengeneza. Mojawapo ya mafanikio, tumeweza kufupisha muda wa matibabu ya kifua kikuu.